Haleluya, Bwana Yesu asifiwe na kusalimu tena katika jina la Yesu. Karibu sana katika wakati mwingine wa baraka, wakati ambao Bwana ametupa tena kwa siku hii nyingine mpya, na katika majira haya mengine sisi kama ENCC Mji wa Bwana tunamtukuza Mungu kwa ajili ya neema hii na upendeleo ambao ametupa katika mwaka huu 2026 katika mdhihirisho wa lango la Masihi. Karibu sana. Mimi naitwa Sylvia Steven Chilolo, kipindi wani Abigail anaongea, na kumbuka hii ni sehemu ya pili ya mada ambayo tulikujuza kwa habari ya kwamba ewe Abigail, unapopeleka mahitaji yako na maombi yako mbele za Mungu, je, wakati unasubiria majibu kutoka kwa Mungu, huu unatakiwa ufanye nini? Hicho ndio kitu ambacho tulikuacha nacho kwa awamu ya kwanza, lakini kwa sababu ni mada ambayo ni endelevu, leo tumeona vyema iwe ni sehemu ya pili ili tuweze kuendelea kukujuza zaidi na zaidi kwamba ni kitu gani ambacho unapaswa kukifanya. Na kwa awamu ya kwanza nilikuwa na Mama Pastor Muya hapa, alizungumza mambo kadha wa kadha. Kwako kama binti alizungumza unahitaji kuwa na uvumilivu, lakini pia akazungumzia kwa habari ya nidhamu, lazima uwe na nidhamu binafsi. Akazungumzia kwamba maombi pia yanahitajika hapo. Kwa hiyo kwa sababu hii ni sehemu ya pili, acha nimpe nafasi aweze kukusalimia, lakini pia tuweze kufahamu vitu gani vingine pia vya msingi kama binti anapaswa kuvifahamu, hasa anapokuwa anasubiria majibu yake kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, Mama Pastor Muya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari ya uzima? Tunamshukuru Mungu, anaendelea kututetea na kutupigania. Mrembo anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Msalimie mtazamaji wa Hebron TV. Mtazamaji wa Hebron TV, na kusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nina matumaini kwamba uko mzima na ni wa afya njema. Amen. Na nikupongeze kwa kuwa unaendelea kutufuatilia katika kipindi chetu cha Abigail anaongea. Asante, kwa sababu ninajua kuna kitu umekipata, na ndio maana hata sasa bado unaendelea kufuatilia. Na nina matumaini makubwa kwamba Mungu anaendelea kukujenga na kukuimarisha. Na hata katika kipindi chetu cha pili ama katika mwendelezo wa mada yetu, tuna matumaini makubwa kwamba kuna kitu kingine Mungu anakutaka upate kukipokea. Kwa hiyo karibu sana, endelea kuwa pamoja nasi. Amen. Okay, na mtazamaji wa Hebron TV, kumbuka tuko na wadhamini wetu hapa, naizungumzia kanisa la ENCC Mji wa Bwana. Tuko Mbezi kwa Msuguri, jijini Dar es Salaam, Tanzania, chini ya baba yetu Bishop Dr. Manase DM. Kila siku ya Jumatano tunakuwa na ibada ya ukombozi na uponyaji saa 10:30 jioni. Watu wa dini zote mnakaribishwa, lakini watu wenye mahitaji kadha wa kadha, yuko Mungu mahali hapa. Ukifika, utakapohudhuria kwenye ibada hizi ni tofauti kabisa na utakavyoondoka. Lakini pia kila siku Jumapili tunakuwa na ibada kuu ya matendo makuu ya Mungu. Utapata nafasi ya kuweza kusikiliza yale ambayo Mungu wa mahali hapa anatenda kwa watu tofauti tofauti, na ninaamini kupitia shuhuda za watu mbalimbali nawe pia itakujenga kwa namna moja ama nyingine. Basi karibu katika kipindi cha Abigail. Tunaendelea kwa sasa, niweze kumpa nafasi Mama Pastor Muya tuweze kusafiri na yule mtazamaji wetu wa Hebron TV kupitia kipindi hiki cha Abigail. Karibu. Amen. Asante. Na ni vizuri kuzungumza kile ambacho tulikizungumza, ili mwingine ambaye ni mara yako ya kwanza unakiona hiki kipindi upate kuelewa kwamba tulizungumza kwa habari ya binti anayengoja majibu kutoka kwa Mungu. Na tukasema unatakiwa kuwa mtu ambaye ni una nidhamu binafsi. Ndio. Lakini uwe muombaji, uendelee kumuomba Mungu. Sawa. Uendelee kuwa na imani, kumwamini Mungu pasipo kuacha chochote kikakuyumbisha kwa namna yoyote. Lakini tukazungumzia hatimaye kwenye uvumilivu. Hapo naamini ndipo tulipoishia, kwamba huyu binti anatakiwa kuwa na uvumilivu kulingana na yale ambayo yanakuwa ni mapambano, kwa sababu ya kile alichokiomba mbele za Mungu. Na shetani anajua ukikipokea kile ambacho umekiomba kwa Mungu utakuwa ni mtu mwingine, utakuwa ni kitu kingine. Unaweza ukawa silaha kubwa mbele zake, kwamba utamharibia vitu vingi. Kwa hiyo kwa kuwa ameshatambua hilo jambo, anapambana na wewe kwa kila namna. Mazingira yako yote yanakataa, kila kitu ambacho kinakuzunguka kinakataa kwamba hauwezi kufanikiwa. Na ndio maana tukazungumzia kwa habari ya ushuhuda wangu kwamba
hata mimi niliona kwamba haiwezekani, lakini Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Neema ya wokovu inabeba vitu vingi vya kumfanya mtu aweze kutambua kwamba yeye sio kile kitu ambacho anakijua. Yeye ni kitu kingine. Kwa hiyo hawezi kujilinganisha na wengine, kwa sababu thamani yako wewe sio kama ya wengine. Kwa hiyo hata tunapozungumza mahali hapa, hatuzungumzi vitu ambavyo ni vya kuambilika au vya kufikirika. Ni vitu ambavyo viko kwenye maisha yetu. Kwamba tulishakuwa mabinti, tulikutana na hayo mawimbi, na hata kama bado, hata sasa bado ni mabinti, haya tunakutana navyo, vinaendelea kutusonga. Lakini kitu kimoja ambacho ni cha thamani sana, neema ya wokovu inatufanya tunaendelea kustahimili, tunaendelea kuvuka, tunaendelea mbele. Kwa hiyo uvumilivu, ni lazima uwe na uvumilivu kabisa kabisa. Uvumilivu, uamue kujikana kutoka ndani ya moyo wako, pasipo kujali chochote. Uvumilivu. Unatakiwa uwe na saburi ambayo itakufanya wewe uweze kuvuka katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Na kwenye hiyo hatua nyingine ndio uko kwenye kupokea hayo majibu yako. Lakini katika pointi hii ya uvumilivu tutasoma katika Ibrania mlango wa 6 mstari wake wa 14 na ule wa 15. Ibrania 6 14 15. Tusome kwa utaratibu kabisa. Kitabu cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 14 hadi 15. Amen. Tasoma kwa msaada wa Mungu. Amina. Akisema, hakika yangu kubarikiwa nitabarikiwa, na kuongeza nitakuongeza. 15. Na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Amen. Huyu ni Ibrahim. Mungu anamwambia, katika kukuongeza nitakuongeza, katika kukubariki nitakubariki. Lakini ameambiwa hayo na bado anatakiwa kuvumilia. Na ndio maana nasema katika kuvumilia akayapokea hayo. Haikuwa rahisi tu kwamba alimuomba Mungu, Mungu nibariki, Mungu akasema nitakubariki, katika kukubariki nitakubariki, katika kukuzidisha nitakuzidisha, alafu akawa amepokea. Hapana. Alipitia wakati mwingine michakato, kuna michakato ambayo ilikuwa inaendelea hapo. Na ndio maana anamalizia kwa kusema katika kuvumilia akayapokea. Unatakiwa kuvumilia, haijalishi situation inakaaje, kwa sababu tunajua shetani haogopi kwamba wewe ni muombaji, haogopi kwamba wewe ni mchungaji, haogopi kwamba kanisani kwenu mnafukuza sana mapepo na majini. Yeye haogopi hicho, haogopi chochote. Lakini anaingia popote wakati wowote, ila inategemea na huyu mtu mwenyewe kwamba je, anaendelea kuwa na huyu Mungu, kwa sababu atakuletea vingi. Na ndio maana tulizungumza kidogo kwa habari ya Elia, kwamba alivyofika kule mlimani, yuko katika lile pango, anasema ulipita upepo, si ndio? Ulipita moto, lakini Mungu wako katika hayo yote. Ila sauti ndogo ya nini? Ya utulivu. Ina maana Elia huyo alivumilia. Upepo haikuwa kitu kidogo. Ina maana kama kutikiswa, alitikiswa na huo upepo uliokuwa ukipita. Kama huo moto, na yeye kuna namna aliona kwamba lakini akaona hapana, Mungu wangu hayuko katika haya. Lakini katika utulivu, sauti ya upole ya utulivu, akamwona Mungu katika hilo. Kwa hiyo kuna vitu unatakiwa kuvumilia. Ni uvumilivu unaohitajika. Kwamba ni lini Bwana? Daudi unakuta wakati mwingine anasema, Mungu utanyamaza hata lini? Adui zangu watajitwalia utukufu, au adui zangu watajisifia hata lini? Hata lini watasema Mungu wake yuko wapi? Ni katika hali ya uvumilivu, bado yuko katika namna ya kumsubiri Mungu. Anamgoja Mungu, akitafakari huku na kule, anaona Mungu, hebu ngoja nimkumbushe Mungu. Ndio bwana sasa, Mungu utanyamaza hata lini? Utanyamaza hata lini? Anamkumbusha. Ndio pale tunarudi kwenye pointi yetu ya kwamba unazidi kuomba. Ndio kuomba, endelea kuomba, lakini ukiwa na uvumilivu wote. Huwezi kuomba wakati huna uvumilivu. Uvumilivu unapatikana unapokuwa unakaa tu, ni maisha mtu wa nyumbani. Unalala, unaamka, nivumilie. Unalala, unaamka, natakiwa niwe mvumilivu. Hivyo
Hapana, kwa sababu kwenye kuvumilia kunahitaji nguvu nyingine ambayo wewe huna. Huwezi kuvumilia kwa nguvu zako ndogo ulizonazo. Sawa. Huwezi kuvumilia. Na huwezi kuvumilia kulingana na mazingira, kwa sababu macho yetu yanatuonyesha hiki kilichopo. Hatukioni kile kilicho mbali zaidi. Macho yetu yanatuonyesha vitu vilivyo katika mwili, vya rohoni hatuvioni. Vya rohoni wote tunaviona pale tu tunapoingia rohoni kumwomba nani? Mungu. Unasema nimeliona lile jumba ambalo Mungu amesema atanibariki, nimeliona leo, nimeota ndoto kabisa, nimeingia na funguo yake itakuwa ya dhahabu, labda itakuwa ya hivi na vile. Nimeona mtoto, nina mtoto wa kike wa kiume. Nimeota na watoto mapacha 3. Sawa. Umeota, si ndio? Umeviona hivyo na ni kweli Mungu amekupatia, lakini ni rohoni. Utakapokuja kuamka, utakapokuwa katika mwili, aidha kama ulikuwa ni kwenye maono, ni kanisani, sijui ni wapi, umeona katika ulimwengu wa roho, lakini ukija kushtuka kumbe uko kwenye daladala na ulijua uko kwenye gari yako, ni kitu kingine. Macho yanakwambia kitu kingine. Unasema kumbe hamna kitu kama hichi bwana, hizi haya yalikuwa mawazo yangu na nini. Lakini ukisema kwamba eti nitaamka, nitalala, nitafanyaje, nitapata nguvu ya uvumilivu, hautapata. Sasa hapo Mama Pastor Muya, tuzungumze kitu hapo. Umezungumzia kwa swala zima la uvumilivu. Yuko binti ambaye anatutazama kwa sasa, alishakuwa na marafiki kadha wa kadha, wakaka, lakini amekuwa ni mwanga kwenye hili eneo. Sasa unapozungumzia swala la uvumilivu, kiasi kwamba hata mwanaume sahihi akifika kwake bado haelewi, huo uvumilivu umekaeje hapo? Amen. Yaani hili tatizo ni gumu, lakini ni jepesi kwa mtu anayejitambua, kwa sababu umekuwa na mahusiano kadha wa kadha. Hayo mahusiano uliokuwa nayo wewe binti, wewe unajua ni kwa sababu gani yamekuwa hayafiki mwisho? Yamkini hujui, na ndio maana umemwomba Mungu kwamba sasa, Mungu, naomba unisaidie, si ndio? Naomba unisaidie. Lakini tunaposema sasa unatakiwa kuwa na uvumilivu, kwamba umekuwa na mahusiano yamekuwa yakivunjika au yamekuwa hayafiki mahala popote, sasa unahitaji uvumilivu. Kwamba unahitaji uvumilivu ni kwa sababu gani? Unahitaji uvumilivu kwa namna gani? Yani navumiliaje sasa wakati haya mahusiano huaga yanavunjika tu, hayafiki pahala, navumiliaje? Unatakiwa sasa uangalie kuna baadhi ya vitu unatakiwa uviangalie. Huwa unaingiaje kwenye hayo mahusiano? Huwa unaingiaje? Kuna wengine wanaingia kwa hisia zao. Unaingia tu kwa kuzitanguliza hisia zako, umeingia hapo, lakini alafu ukishamaliza kuingia kwenye mahusiano ndio unaenda kumwomba Mungu, unamwambia Mungu, unajua mimi nahitaji kuolewa. Mimi ni binti, Bwana Yesu, nahitaji kuolewa. Kwa hiyo na muomba mume, lakini tayari umeshaingia kwenye mahusiano na mtu na unamuomba mume. Na wengine wameshavuka mipaka tayari, na anamuomba mume kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Umeona? Kwa hiyo hayo mahusiano yako itakuwa ngumu sana. Sijaelewa kitu Mama Pastor Muya hapo. Kwa hiyo ina maana wengi kama mabinti, ina maana wanakwama kwa sababu wanakuwa washaanza tayari mahusiano. Kwa hiyo alafu ndio wanaenda kumpa taarifa Mungu. Yaani Mungu anaenda kumpa tu taarifa. Sasa hebu niambie, umekata tiketi ya ndege unaenda Marekani, si ndio? Unakuja kwangu, mimi ndo mama yako, sijui aidha nichukulie basi ni kanisani. Mimi ndo mchungaji wako. Ni sawa, nimeona kwamba hiyo ndege labda itaanguka, si ndio? Au utakako kwenda huko hautafanikiwa. Lakini umekuja mezani kwangu unasema, baba nataka, au mama nataka kusafiri kwenda Marekani. Ninaomba ndege ile ya saa 11 Mungu iwe ile kama nilivyo book. Nimeweka booking kabisa kama nilivyokata tiketi. Sasa wewe unategemea mimi nitakwambiaje? Niombee kwa Mungu mama, yani ile ndege. Sasa mimi nimeona kwamba ile ndege haifai. Na hata nikikwambia hautaweza kuniamini. Kwa sababu kwanza umekata tiketi,
umeenda Kariakoo, umefanya shopping zako, umenunua sijui begi linalofaa kuingia kwenye ndege, umefanya kila kitu, na watu wa kule unakokwenda umeshawasiliana nao, umewaambia saa fulani ndege itatua na kila kitu. Alafu saa hizi unakuja kuniambia mimi. Na hata nikikwambia kwamba usiende, utaona kwamba hamna kitu kama hicho. Na ndio maana sasa unakuta kwamba mabinti wanasema wachungaji wa kilokole, makanisa ya kilokole hawataki mabinti zao waolewe, lakini sio kweli. Sio kweli, kwa sababu mimi unakuja kwangu ukiwa tayari una majibu yako, na mimi nikikuletea majibu yangu wewe hautayataka na hauyataki. Na kibaya tunasahau kwamba nyie mmebeba dhamana. Napozungumza anazungumza Mungu. Hiyo ndio changamoto ambayo tunakutana nayo. Sasa hivi wokovu watu wanaona kama fashion tu, au kama kitu ambacho ni cha kawaida tu, hasa kwa vijana na mabinti. Hawaoni kama madhabahu na wale walinzi wa madhabahu wamebeba hatima zao, wala hawawezi kuwapa heshima ile ambayo angeweza kumpa mzazi wake. Unakuta kwamba mtu anasema sasa wazazi wamesema, umenielewa? Unakuja kwenye meza yangu kama mama au kama baba, alafu na unaniambia sasa baba amesema mimi huyu kijana siwezi kuachana naye kwa sababu hata lile shamba la kule chini kwa babu kwa bibi alitununulia yeye. Kwa hiyo anamruhusu kabisa yule mwanaume aanze anafanya kufanya vitu, si ndio? Anasema baba hawezi kukubali, baba amesema ataniraani, baba amesema hivi. Sasa unataka mimi nifanyeje? Nikukosanishe na wazazi wako? Nikwambie hapana, usimsikilize mzazi wako, unisikilize mimi? Mwisho wa siku tunakuta kwamba ile uzazi wa kimwili unachukua nguvu yake kubwa kuliko wazazi wa kiroho. Umeona? Ambapo sasa unakuta mtu hawezi kuelekezwa vyema, hata akamuona Mungu, hata akaona yale ambayo anapaswa yeye kuyapokea, ambayo ndo anayastahili. Anaishia kwenye haya ambayo yeye hayamstahili, lakini kwa sasa yanampendeza. Niseme yanampendeza. Na ndio maana unakuta sasa ameingia kwenye ndoa hii ya kwanza ikavunjika, ataingia kwenye ndoa hii ya pili itavunjika. Anasema mbona nilikuja madhabahuni? Ndio ulikuja madhabahuni, ndio umeifunga madhabahuni, lakini haikuwa chanzo chake hakikuanzia madhabahuni, ila umekuja kuifunga wapi? Madhabahuni. Na mimi ni mchungaji, si ndio? Lakini siwezi kukukatalia kitu unachokitaka. Siwezi kukukatalia. Nitashauri. Mimi nafasi yangu ni ushauri. Ushauri unakubaliwa na unakataliwa. Sawa. Kwa hiyo habari ya mahusiano yako kuvunjika na wewe umekosa ustahimilivu, umekosa uvumilivu kulingana na vile ambavyo Mungu anataka, unataka uende kama vile dunia inavyotaka, unataka uende kama vile mwili wako unavyotaka, macho yako yanavyotaka, alafu bado uviunganishe viingie katika nani? Katika Mungu. Mahusiano yatazidi kuvunjika siku zote. Okay, na mtazamaji wa Hebron TV, kipindi wani Abigail anaongea, na kwa siku ya leo niko na Mama Pastor Muya hapa, tunazungumza vitu vya kimsingi sana. Sasa Mama Pastor Muya, turudi kwako tena. Mwaka umeanza na ninatamani na ninajua kabisa kwamba yuko binti Abigail ambaye anatutazama. Na hapo umezungumza na tumelizungumzia kwa habari ya mabinti, wakati mwingine tunaingia kwenye matatizo tu kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Sasa inawezekana yuko binti ambaye kwamba sasa ameamua kuwa na sikio la kusikia. Na sasa ameona kwamba sasa yatosha. Natamani sasa mimi nipate mtu. Ule kuna mwingine anaingia kwenye tatizo kwa sababu alikuwa hajui, hakupata mtu wa kumwelekeza, kwa hiyo kupata maarifa hayo. Lakini mwingine anaweza kawa alikuwa anajua, lakini lilikuwa linaingilia huku linatokea huku. Lakini kwa sababu amepata nafasi nyingine tena ya kutazama kipindi hiki cha Abigail, unaweza ukasema kitu kwa ajili ya kumsaidia yule ambaye ana sikio. Mungu amempa sikio 2020, anasema kwamba sasa natamani niende kiwango kingine na mimi niwe na ushuhuda katika hili. Karibu. Amen. Amina. Kwa sababu tunazungumzia kwa habari ya kungoja kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Na kama unangoja kutoka kwa Bwana na siku zote ulikuwa unaomba na unangoja, lakini ulikuwa unafanya maamuzi yako, mimi nikusii jambo moja. Sawa. Kwamba sasa kwa kuwa umeamua kusikia, embu ungana na mtumishi wa Mungu katika madhabahu ulioko. Sawa.
ungana naye akuongoze. Kubali kuongozwa. Usikubali kuongozwa na hisia zako. Usikubali kuongozwa na yale yote yanayokuzunguka. Amua kunyenyekea na kusalenda kwa Mungu, kwamba kama mimi nimemwomba Mungu, basi wale walio wa Mungu waniongoze. Waniongoze katika hili nililoliomba. Kwa sababu ndio nitafuata hizi zote kanuni, nitakuwa na nidhamu, nitaendelea kumwamini Mungu na utulivu nitakuwa nao. Sasa na uvumilivu. Sasa hapa kwenye uvumilivu naona ni pagumu kwangu. Ndipo palipo niangusha mara nyingi. Sasa ni kuombe kwamba peke yako huwezi kuvumilia. Sawa. Kinachokupa nguvu ya kuvumilia ni watu watakaokuwa wanakuzunguka. Watakaokuwa wanakuzunguka, kwa maana kwamba jizungushie watu ambao wanamtegemea Mungu kwa 100%. Amen. Amua kuzunguka, yani hao watu ndio wawe watu waliokuzunguka. Watafute kwa kufosi. Kwa sababu wakati mwingine walikuona wahovyo kwa sababu ya yale ambayo ulikuwa ukiyafanya, kwa kushindwa kwake kuvumilia. Kwa sababu huyu nilimshauri na jana alishindwa. Nilimshauri na juzi. Watu mama Pastor Muya wanapatikana vipi? Umesema ni watafute kwa nguvu, na wanapatikana vipi? Yes. Ninaposema watafute kwa nguvu na wanapatikana vipi? Tunaanza na mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu uko naye madhabahuni. Sawa. Na mtumishi wa Mungu anapokushauri jambo, yeye halitakuwa zuri kwako kwa wakati huo. Kwa kweli, kwa kweli ni kweli kabisa, ni kweli kwa mabinti na vijana, niwaambie kabisa halitakuwa zuri kwako. Kwa sababu pale ambapo umeshazoea kuwa na, ukishaingia kwenye mahusiano unakuwa na yale, niseme mnakuwa na tunasemaje, tunasema unakuwa uko karibu zaidi na yule mtu ambaye umeshaamua kuingia naye kwenye nini, mahusiano. Sasa mchungaji atakapokuambia kwamba sasa umesema wewe unangoja kutoka kwa nani? Kwa Bwana, weka mipaka. Hapo hapata kwa pazuri, kwa sababu unatamani mutoke mkapige picha, sijui kuna wakati mwingine na mimi nionekane kwamba iko vile, iko hivi, lakini haipaswi haita yani hiyo kitu, hivi vitu. Kwani wewe, labda niseme hivi, unafikiri shetani anakujaga na mapembe kutoka mbinguni kwamba sasa Silvia leo nimekuja na mapembe haya, ulikuwa unataka hela za Mungu, mimi nakupa hizi hela za kishetani? Hapana, si ndio? Yes. Kama sio hivyo, mienendo yako ndio itakayokufanya usogee karibu na shetani au usogee karibu na Mungu. Na ndio uvumilivu bye. Kwa sababu utakavyozidi kujisogeza kwa huyu mtu, si ndio? Huyu ni mwanadamu. Wewe ni mwanadamu. Sawa. Hakuna aliokoka katika mwili. Si ndio? Itakufanya wewe uje uvunjike moyo zaidi. Okay. Utaacha kusikiliza yaliyo ya Mungu, sasa hisia zitakuongoza. Zitatawala. Kwa sababu kuna wakati nafikiri nilishawahi kuongea na mabinti. Unasema mimi nitavumilia mpaka tuje tuoane, si ndio? Na hili swala liko mbele za Mungu, ni sawa. Lakini kuna vitu unavifanya ambavyo yani hata ukinipa hiyo simu yako, mimi najua wewe ulishaolewaga muda mrefu sana. Si ndio? Umeolewa, una mume. Unajuaje? Unajuaje? Kwa kukuta message. Kwa sababu SMS zako zitaniambia mimi kwamba wewe ulishaolewaga mwaka jana, mwaka juzi. Tangu mwaka jana, mwaka juzi. Kuna siri gani hapo mama Pastor Muya? Sasa hebu niambie. Mimi amekuja Pastor Muya ananiambia dada anakupenda. Na mimi ninataka nikuoe, si ndio? Nikamwambia sawa, tungoje kwanza nini? Tuombe, si ndio? Sema tuendelee kumwomba Mungu. Lakini Pastor Muya akanitumia message usiku, mke wangu umekula? Na kati bado hamjafunga ndoa. Sijui sasa hapo wewe utaniambia mwenyewe. Mke wangu vipi, umekula? Mtu
Hivi umelala, umeangalia kushoto kulia? Wewe unataka mimi niangalie kushoto au kulia ili iweje? Okay. Unalala. Wewe umelala, hilo shuka unataka ujue mpaka shuka nililotandika. Nimevaa vazi gani wakati nalala? Hebu niambie, unataka kujua kitu gani? Yaani hivi vitu, hebu niambie, hata wewe niambie, unataka nini hapa? Unachokihitaji Pastor Muya, unataka kunioa au unataka sasa sielewi. Mimi hapa sielewi. Tunamngoja Bwana au tunataka kuexpose vitu vyetu? Okay. Unaelewa? Sasa binti anaanza kujieleza pale na nini, kijana atajieleza. Mwisho wa siku message zitakuwa hazitoshi, itabidi tuongee. Kwenye kuongea tutaongea. Kwa hiyo hapo mabinti tumekwama kwa sababu ya hayo. Ni hayo. Mabinti huwa hatuna mipaka na wala hatujui katika wokovu kwamba mahusiano ya ndani ya wokovu yakoje. Kwa hiyo kwenye kungoja majibu kutoka kwa Bwana, inatakiwa kuna kitu umezungumza, mpaka uweke mazingira yako vizuri. Na ndio pointi hii ya mwisho tunasema, ambayo ilikuwa iwe ya mwisho, lakini naamini sio ya mwisho. Kweli. Kwa sababu sasa zinaongezeka, zimekuwa nyingi. Kwamba fanya maandalizi. Wewe unaweka kwenye huu uvumilivu, fanya nini? Badala ya kufanya maandalizi, wewe usianze kufanya nini? Kufanya conclusion. Fanya nini? Maandalizi. Haya maandalizi. Umeelewa? Kwamba nimemuomba Mungu biashara. Sawa. Si ndio? Kama umeomba biashara, anza kufanya maandalizi sasa kwamba Mungu atakavyokuwa amenijibu. Ndiyo. Ninataka kufanya biashara ya namna gani, wapi, mazingira yake yakoje na nini, si ndio? Si ndio maandalizi? Nataka kuwa na mtoto. Sawa. Nataka kuwa na mtoto wa kiume ama wa kike, si ndio? Nitaanza kufanya maandalizi kwamba hospitali wanashauri nini mtu anayetaka kuwa na mtoto. Sawa. Na nini maandalizi. Ndiyo. Lakini ninaposema maandalizi, wewe binti usije ukachukulia maandalizi sasa ndio kwanza kumtumia message mara kwa mara kwamba sasa ujue kwamba atakuwa ana reply kwa namna gani. Si ndio? Wao wanaona hayo ndio maandalizi. Lakini hayo sio maandalizi. Amen. Maandalizi ya wewe kuwa mke, maandalizi ya wewe kuwa mama, maandalizi ya wewe kuwa kama mtumishi kwenye hiyo ndoa yako. Nikisema mtumishi, kwa maana mtumishi aliye wa Mungu ndani ya nini, ya ndoa hiyo unayoiendea. Maana ndio ombi lako umeliomba kwa Mungu. Lakini pia maandalizi kwa yule binti ambaye ni mwanachuo. Yes. Maandalizi yanahitajika pia. Unaweza ukawa mwanachuo, lakini kuwa mwanachuo sio sababu ya wewe kukosa nidhamu yako au kukosa mipaka yako au kukosa kwamba ndio ifanye kwamba eti kama hautakaa uolewe. Maana wengi wanajua kishajua yuko chuo yuko huru. No. Kwanza unajua, hata mtoto wangu ni Gabriela, si ndio? Si tunamwandaa ni mke wa mtu baadaye. Yes. Si ndio? Kwa hiyo si bado ni mtoto. Sasa tunamwandaje kwa mke? Kwa ukiwa mwanachuo unafikiri hautafanya maandalizi? Hapana. Kama ukiwa mtoto, wazazi wanakuandaa vizuri, na ndio maana unakuta sasa kuna wakati mwingine kuna vitu vingine Mungu anaviandaa mwenyewe. Utamkuta Gabriela amebeba bakopo analinyonyesha. Si ndio? Mazingira. Hivyo ni vitu automatically huwa vinatokea. So kama mama amemwambia nyonyesha, huwa tunashika hivi mtoto, huwa tunafanya hivi. Ni maandalizi ambayo Mungu anayaandaa mwenyewe kwamba kuna siku hivi vitu vitafanyaje? Vitatokea. Lakini unapokuwa chuoni, unatakiwa ujiwekee maandalizi ya kwamba mimi ni mke wa mtu baadaye, si ndio? Mimi nitakuwa mama baadaye. Kwa hiyo kama ukichafua CV yako wakati uko chuoni, hivi unajua kwamba utawaathiri watoto wako, utaathiri mume wako, na ndoa yako utaiathiri. Ndio. Kwa sababu unaona kwamba maisha yangu niliyoyaishi mimi kabla ya wokovu na baada ya wokovu, nikiwa nyumbani kwetu, ama nikiwa shuleni, ama nikiwa chuoni. Ndio. Sasa hivi yana sehemu pia katika maisha yangu. Nikimchukua mume wangu Pastor Muya, tunavyoenda nyumbani kwetu,
si ndio? Nitakutana na watu ambao nilikuwa naishi nao. Sawa. Umenielewa? Ninapomtambulisha kwao wale watu, sio mara zote mimi nitakuwa na muya eti nitamzuia asiongee na fulani kwa sababu fulani tulienda naye disco. Umenielewa? Ndio atakutana na kaka fulani nilishawahi kwenda naye disco, anasema wewe ndio Pastor Moya, wewe ndio umemua dada yetu bwana. Dada yetu alikuwaga hivi sana yani sana. Umeelewa? Sasa hebu niambie Pastor Moya ile inaingiaje huku kwenye ufahamu? Vitu vinacheza. Vinacheza kwamba huyu mwanamke sasa anapokuja huku Mbeya asije peke yake kwanza. Asije peke yake. Umenielewa? Kuna vitu vinafanya kwa kweli, ni kweli tumeokoka na ya kale yamepita, lakini bado yanaishi yakizunguka kwa sababu hayo ndio anayoyatumia shetani kutufanyaje? Kuturudisha nyuma. Yanafanya tuweze kurudi wapi? Huku nyuma. Yanavuta. Ila sema neema ya Mungu inatufanyaje? Inazidi kututetea. Kwa hiyo sasa ukiwa binti na uko chuoni, hakikisha hauchafui CV yako ya wokovu wala ya tuseme ya kijamii sasa. Ya mazingira tu ya kawaida. Hauchafui. Unasimama kwenye mstari. Kwa sababu hayo ndio maandalizi yenyewe. Kwamba leo hii wanasema Mama Samia yuko pale juu, lakini si wanachukua details zake za kuanzia utoto. Unakuta wanatoa historia yake kwamba alikuwaga hivi, alizaliwa huku, ikawa hivi, ikaenda. Sawa, pale kwenye ile historia watatuambia maisha yake halisi alikuwa anafanyaga nini na nini na nini, ni sawa. Lakini bado wale wanaomfahamu lazima wawe na kitu cha kuzungumza juu yake. Maana kesho kuta utakuja kukutana nao. Leo nimekuwa pasta, nitakutana na mtu ambaye nilifanyaga naye kitendo cha ajabu na niko madhabahuni. Ni kweli ya kale yamepita, lakini utamtazamaje? Ukimtazama lazima kuna ile kitu inafanyaje? Inagonga kwenye ufahamu. Ndio unasema Mungu nisaidie. Lakini kuna kitu umeshakikumbuka na kimeharibu hali ya hewa kwa sehemu. Unaelewa? Kwa hiyo tunapozungumzia uvumilivu na maandalizi, unatakiwa kuwa nayo katika umakini wa kiroho zaidi. Kwa sababu usije ukafanya maandalizi yakawa bomu lako wewe mwenyewe. Jiandae katika namna ya kwamba huu ni utakatifu. Kuna kitu natamani tukizungumzie. Umezungumzia swala zima la tuko kwenye kipengele cha uvumilivu, na naona uvumilivu umechukua nafasi kubwa sana. Na naona kabisa kwamba kuna vitu vingi vinahitaji uvumilivu sio mdogo, hasa kwa upande wetu sisi kama mabinti. Na umezungumza kwa habari ya wanachuo. Vipi kuhusiana na wale mabinti ambao ndo wameenda kupanga? Wanafanya kazi, anaanza kujitegemea, labda wazazi wako mikoani, niko Dar es Salaam, nimepata kazi, nimepata kachumba kangu hapo, naenda nafanya kazi asubuhi Kariakoo, jioni narudi zangu, naendelea zangu na maisha yangu nyumbani kwangu kwenye chumba changu. Hao nao pia unawazungumzia vipi kwenye eneo la uvumilivu? Amen. Kwenye maisha ya kuishi peke yako ni maisha magumu kidogo kama binti, hata kama ni kijana. Ni magumu kidogo kwa sababu unajua tunapoishi wengi kwa pamoja, yani kwa mfano niseme tunapokuwa nyumbani, nichukulie nyumbani, maana huyu ni kijana ambaye ametokea nyumbani. Nyumbani tunasaidiana, si ndio? Hata kama nikija na stress zangu hapo, nikaona nitaingia ndani, mama atajua leo fulani hayuko sawa. Anaweza katafuta namna ya kunituliza. Hata kama sio kwa maneno, lakini anaweza kafanya vitu fulani akanichangamsha, akafanya vile, au la nimekutana huko na jambo labda, yani hivyo. Lakini unapokuwa mwenyewe kwenye chumba chako, sio kama haiwezekani. Inawezekana kukaa peke yako, inawezekana sana, lakini kwenye kuishi mwenyewe kunahitaji nidhamu ya hali ya juu. Nidhamu, yani nidhamu, kwa sababu unapokuwa mwenyewe unajiona kama wewe ndio mwenye mamlaka ya kila kitu.
kwa sababu si hamna anayekwambia umefanya nini, kwa nini iwe hivi, hiki chombo kwa nini umekiweka hapa usikiweke hapa, kwa nini hili taulo umetoka kuoga umeliweka mlangoni au hujaliweka sehemu inayotakiwa. Hakuna atakaye kuuliza. Hata kama ni mgeni atakuja nyumbani kwako, hakuna atakayefanyaje, atakaye kuuliza. Kwa hiyo inaweza ikakufanya wewe ukaota kiburi. Sawa. Ukaota kiburi kwamba mimi ndo mimi. Hakuna mwingine ambaye anaweza kuniamulia, yani maamuzi yangu ndo kila kitu. Nani atakayeniambia niingie saa 1 sijui saa 12 nyumbani? Yeye ananilipia kodi. Umeona? Kwa hiyo unajikuta kwamba unaweza ukakosa nidhamu, na ukikosa nidhamu utamkosea Mungu. Utamkosea Mungu kwa sababu unapofanya vitu vyako. Sasa hebu niambie, unasema nimetoka Kariakoo kazini ndo narudi, si ndio? Unakutana labda na rafiki yako, eiza hata kama ni tuseme ni wa kiume, si ndio? Anasema yani nimetoka mkoani leo nimekuja kutafuta kazi, lakini sina hata pa kukaa, nataka kulala tu usiku wa leo, sijui hata naenda kulala wapi, sijui nikalale stand. Na wewe unaishi mwenyewe na ni rafiki yako wa kipindi kirefu na mnafahamiana huko mkoani na mko hapa Dar es Salaam, na mwachaji ndugu yangu, twende ukalale, mimi naishi peke yangu, twende kakae kwangu kwa usiku wa leo, si ndio? Inawezekana kisitokee kitu chochote, lakini umejishusha hadhi tayari. Kuna kitu kimepungua kwako tayari, kimepungua kabisa. Kwa habari ya ushuhuda, pale unapokaa hauishi mwenyewe kama malaika kwamba huko sijui pande za mbingu za huko. Tayari kuna kitu ambacho kimepungua katika Bwana. Si ndio? Wale watakaokuwa wanakutazama kwamba yule kaka asubuhi ataamka akapige mswaki. Yule kaka ataamka afanye hiki afanye kile. Atoke sasa aende huko kwenye kutafuta hiyo kazi. Na haijalishi anaipata lini. Haijulikani. Umempokea, umemleta wapi? Nyumbani kwako. Umefanya wewe kwako, unaona kwamba nimefanya kwa Bwana, nimemsaidia mtu, si ndio? Lakini hebu niambie, mazingira yetu yatasemaje? Pale ulipokaa watasemaje? Ushuhuda upo. Ushuhuda unakuwa umekuwa kitu kingine kabisa. Kitu kingine kabisa. Na hayo maombi sasa unayoyangoja kutoka kwa Bwana, yule kijana ndo alikuwa nyumba ya pili hapo. Ndio, ulikuwa unasema nahitaji niolewe. Mungu kakuandalia mtu, yuko nyumba ya pili tu hapo. Anakuta kijana mwenzie kapata ulo, anaenda kupiga mswaki. Ushapokea mwingine tayari. Sasa hebu niambie, yule atakuja aje kufanya nini? Na hata kama atakuja kwa kuchelewa sana mpaka ajue ukweli wa hilo jambo, nani atakayemthibitishia? Ni leo, ili uthibitishiwe kwamba yule kweli kabisa. Maana milango ilikuwa imefungwa, nani anajua ya ndani? Ni ngumu. Kwa hiyo kama unakaa peke yako, uwe na nidhamu. Sawa. Na ukijua kwamba ninaye Mungu, ninamwabudu Mungu, mimi ni binti, mimi ni kijana, natakiwa kuwa na adabu binafsi, natakiwa kuwa na mipaka ambayo itanifanya mimi hata wokovu wangu usitukanwe, ambayo itanifanya mimi kanisani kwangu wajue kwamba kweli yuko Mungu. Watu wakija kanisani sio washtuka waseme huyu dada anaabudu hapa, mimi bwana nikatafute kanisa lingine. Lakini ukiwa binti ambaye una nidhamu, unajielewa, watu wengine watasema huko anakoabudu huyu binti tuende, huko anakoabudu huyu binti yes. Kwa sababu yani kuna vitu ambavyo vinafanya Mungu atukuzwe. Amen. Na hivyo vitu vinavyofanya Mungu atukuzwe ndivyo vinavyosababisha wewe upokee majibu kwa wakati. Vinamshawishi Mungu. Yes. Kwa sababu utukufu unaenda kwa Mungu, anasema wewe Mungu kweli upo. Huyu binti anaishi peke yake, ameweza kuishi hivi. Huyu binti yani kuna ushuhuda wa binti ambaye alikuwepo kanisani, anaitwa CCC na mimi NCC wote watakuwa wanamfahamu. Kwa anafanya kazi kwa mtu, lakini kila mtu pale mtani anasema huyu binti kweli kaokoka. Kaishi na yule mama miaka kadhaa mpaka kaolewa. Kweli kaokoka. Unaelewa? Ni kwa sababu ya nini? Kuna mipaka yake, wamemuona anavyoishi. Wameona tabia zake. Sawa. Si ndio? Wameona mazingira yake kwamba yalikuwa hayamruhusu yeye kuendelea kuwako kwa namna hii. Yalikuwa hayamruhusu, lakini ameweza. Amen. Si ndio? Sasa wewe binti, hebu niambie,
Kipi kinachokushinda katika hayo mazingira yako? Chochote kiwe kigumu cha namna gani, bado inawezekana kuvumilia, kustahimili na ukafanikiwa. Kwa sababu ukistahimili, ndivyo Mungu atakavyokufanikisha, ndivyo Mungu atakavyokufungulia malango ya kile ambacho unachokihitaji. Lakini unapomngoja Bwana, weka maandalizi yako. Anza kujiandaa. Anza kufanya maandalizi. Okay, na mtazamaji wa Hebron TV, kipindi hewani Abigail anaongea. Tunakushukuru sana. Tu katika sehemu ya pili, tulianza sehemu ya kwanza, lakini tu katika sehemu hii ya pili niko na Mama Pastor Muya hapa, na kikubwa ambacho tulikopo nacho mezani hapa ni kwako wewe binti, hasa unapopeleka mahitaji yako mbele za Bwana, wakati unangoja majibu kutoka kwa Bwana. Ni vitu gani ambavyo tunapaswa kuvifanya, unapaswa kuenenda, unapaswa kuishi? Ni vitu gani ambavyo unapaswa kuviishi kama binti wewe ambaye umeokoka? Lakini pia wako mabinti ambao hawajaokoka, lakini pia inawezekana kwa kupitia kipindi hiki kuna kitu ambacho utakuwa umekipata. Maana Mama Pastor Muya pia amezungumzia kwa habari ya mabinti ambao wako vyuoni, akazungumzia mabinti ambao wako majumbani, pia akazungumzia wale mabinti ambao wamepata kazi, wanajitegemea wenyewe, wamepanga vyumba vyao. Inawezekana umepanga Dar es Salaam au umepanga mkoa wowote, popote pale ulipo kikazi. Mungu wa mbinguni akubariki. Lakini Mama Pastor Muya ameendelea kusisitiza swala zima la uvumilivu, na nimeona uvumilivu umechukua nafasi kubwa sana. Ndio unaobeba kila kitu. Maana unaweza ukafanya vyote, lakini kama sio mvumilivu, hamna chochote utabeba, hamna chochote utapokea. Unapokea wapi sasa? Kwa sababu umeshindwa kuvumilia. Ni sana kwamba ndege imesema itafika saa ngapi? Saa 5, labda saa 6. Wewe umekuja hapo labda saa 12, si ndio? Tangu saa 12 wamekwambia bwana itabidi usubiri mpaka saa 5 au saa 6. Sasa ukiondoka saa 4:30, hebu niambie, unasafiri wewe? Na ndio maana tunasikia mvumilivu hula mbivu. Yes. Tunaambiwa hivyo. Kwa hiyo sasa, kama endapo tunaambiwa swala zima la uvumilivu, ewe binti, kile ambacho kimezungumzwa na kile ambacho Mama Pastor Muya amekisisitiza hapa, amezungumza vitu vingi. Uwe na utulivu, nidhamu, maombi, imani. Lakini pia kuna kitu ulikizungumzia swala zima la mpaka, kwamba binti anatakiwa awe na mpaka na mipaka yake. Na hata kwenye jamii inayozunguka lazima ijue, au watu walio karibu naye, au yule mtu ambaye labda amemfuata, amemapproach, lazima umwekee mipaka. Ni vizuri sana sana. Asipoweka mipaka kuna madhara. Kuna madhara makubwa. Okay. Usipokuwa na mipaka yako utakuwa na madhara makubwa sana, kwa sababu kwanza hata hawa vijana, wewe unafikiri kwa nini kijana anacheza na mabinti labda 6, lakini kuna binti ambaye ni wa 7, ambaye yeye huyu anasema huyu ndiye mke, huyu nitaoa, lakini hawa wengine 6 wa kucheza nao mbaya. Kwa sababu akimwambia unajua nini, hapa na nguo zangu chafu, nataka uje unifurie, iache funguo nitakuja nikufurie. Anaenda kufua nguo. Wewe binti uliyekaa na wazazi, baba na mama, unafua nguo za mwanaume. Sio mume wako. Hajulikani. Nyumbani hata kaka zetu, yani kuwafulia nguo, yani mpaka wakaombe ruhusa kwa mama. Unajua unapomfulia kaka nguo, lazima aombe ruhusa kwa mama. Na uwe uko na kitu ambacho kiko tight sana. Sawa. Sana. Usifanye yani ndo unafanyaje? Unamfulia kaka nguo. Lakini bila ya hivyo hufuliwi nguo, ndugu yangu. Neno moja la mwisho kwa Mama Pastor Muya. Haya. Mimi kwa kweli niseme kwamba mabinti, bado inawezekana kutengeneza future zetu. Inawezekana kumtumikia Mungu katika ubinti na tukabadilisha kila kilicho cha hali ya hewa iliyo mbaya. Chochote wanachosema mabinti hawaokokagi, mabinti sijui hawafanyi nini, sisi mabinti inawezekana kuvuka mipaka yote iliyowekwa katika kungoja, katika kila eneo, hata kwenye kuomba kazi maofisini. Yani inawezekana usiutoe huo mwili wako na ukapata kazi. Inawezekana kabisa kufanya chochote pasipo kumkosea Mungu. Inawezekana ukapata chochote pasipo kumkosea Mungu. Katika utakatifu
Unapokuwa unaishi maisha ya utakatifu, binti, jua kila chochote unachokihitaji chini ya jua kilicho katika mapenzi ya Mungu unakipata. Itabidi uje uzungumze kwamba chochote anachokitaka binti, chochote anachokitaka cha utakatifu kwa Mungu atakipata. Yaani hiyo ni lazima. Unakipata, hiyo ni guarantee kutoka kwa Mungu, kwamba yani chochote unakipata. Yani haijalishi wewe ni binti ama ni kijana, lakini kwa sababu kwa upande wetu sisi mabinti kuna namna ambayo tunaonekana kwamba ni madhaifu na nini, inawezekana. Kwa hiyo endelea kufuatilia Abigaili anaongea. Amen. Na utajua kwamba wewe unaweza kupata, kwa sababu wewe ni mtu wa thamani, na ndio maana Mungu amekuweka duniani. Na ndio maana hata mwanaume akioa anasema amepata kibali kutoka kwa nani? Bwana. Kwa Bwana. Na mwanaume yeyote ambaye atafanya mke wake aliye anasababisha nini? Maombi yake yasifanyeje? Yasisikilizwe na Bwana. Kwa hiyo wewe ni wa thamani sana, na Mungu akubariki kwa kuendelea kukifuatilia hiki kipindi. Zidi kukifuatilia vipindi vyote vya Hebron TV. Utapokea kutoka kwa Bwana. Mama Pastor Muya, mimi nikushukuru sana. Amen. Sana tena zaidi ya sana. Mungu akubariki sana. Amen. Karibu tena na tena kupitia kipindi hiki cha Abigaili anaongea. Amen. Kwa siku hii ya leo. Bwana mtazamaji wa Hebron TV, tunakushukuru sana, lakini pia nichukue nafasi hii kukushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nasi kwenye hatua ya sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Abigaili, lakini hii ni sehemu ya pili, lakini kuna wakati mwingine naona kama kuna sehemu ya tatu ambayo inakuja kupitia kipindi hiki cha Abigaili. Nikushukuru sana, Mungu wa mbinguni akubariki, wewe ni mtu wa thamani sana, tena zaidi ya sana. Lakini pia nishukuru madhabahu ya ENCC Mji wa Bwana Mbezi kwa Msuguri. Hawa ndio wadhamini wetu, hawa ndio wanaotuwezesha ili wewe uweze kututazama kwa uzuri popote pale ulipo. Kumbuka ibada zetu kila siku ya Jumatano tunakuwa na ibada ya ukombozi na uponyaji saa 10:30 jioni. Karibu sana bila kukosa. Lakini pia Jumapili tunakuwa na ibada kuu ya matendo makuu ya Mungu mahali hapa. Ibada inaanza saa 3 kamili asubuhi na kuendelea. Tunakuwa na mtumishi wa Mungu baba yetu Bishop Dr. Manase DM anatuhudumia mahali hapa, na Mungu amempaka mafuta kwa ajili ya kutuhudumia, lakini pia kutufuta machozi. Karibu sana, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kumbuka mwisho wa kipindi cha Abigaili ndio muendelezo wa vipindi vingine. Nikushukuru. Naitwa Sylvia Steven Chilolo, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.